Ligi kuu ya NBC inatarajiwa kuendelea hapo kesho kwa mchezo mmoja ambapo Singida Black Stars watawakaribisha Azam FC katika uwanja wa Airtel Complex mkoani Singida. Black Stars kwenye mchezo wa mwisho wamepata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Tanzania Prisons, wakati Azam FC wakipata sare ya bila kufungana dhidi ya Mashujaa. Na hivyo ndivyo ambavyo wawili hawa wanakwenda kukutana katika mchezo huo. Rashid Hamis, Singida Black Stars zimetoka kushinda, lakini Azam FC wametoka kukota alama moja pale Kigoma. Hii inatupa picha gani kinga mkono kuelekea mchezo ambao tunajua Singida iko daraja gani na aina wachezaji ambao nao, lakini pia Azam FC? Tunakutana timu mbili ambazo zilikuwa kwenye mazingira, kwenye viwango tofauti katika kabla ya mapumziko ya FIFA. Kwa hiyo unategemea kuona mechi kidogo inaweza ikawa tofauti, kama tofauti ambavyo wangekutana wakati ule, kama kusingekuwa na break wangekutana wakati ule, nadhani mechi ingekuwa, tunasema kwa Singida kwa hali yao ilivyokuwa, mwendo wao wa ushindi toka walivyopoteza na Simba, umeona wameshinda, wanakuwa na ile hali ya ushindi na timu inapambana, wanatengeneza nafasi. Unaona wakina nani anaitwa huyu ingao nani Jaju, unaona anapocheza Singida Black Stars. Kwa hiyo unaona ni timu ambayo inaweza kutengeneza nafasi nyingi, inaweza kutumia, na kocha Osman Najat anawapa kitu kipi ambacho unaona ile level yao ya ushindani Singida inazidi kuimarika kila siku, na hali yao ya ushindi unaona kabisa lengo lao la kuja kushindana tena kumaliza kwenye nafasi tatu za juu, unaona upo ile morali yao ipo kabisa. Unaiona jinsi timu inavyotengeneza nafasi, inavyoshambulia, ni wazuri sana kwenye mashambulizi ya kushtukiza, wana watu wanaweza kupiga mashuti, unaona. Kwa hiyo ni timu ambayo imeanza kuimarika. Kwa hiyo wanaenda kukutana na Azam ambayo kabla ya mapumziko tulikuwa tunasema ile hali yao ya kiuchezaji ilikuwa imeshuka sana chini. Hata matokeo yao walikuwa wanapata, unaona wanapambana sana, hizi suluhu zilifuatana pale, unaona wametoa na Prison, wakaenda wakatoa suluhu na Yanga, wameenda kutoa suluhu na Mashujaa kule. Kwa hiyo unaona ni timu ambayo kama ile hali yao ya ushindi ilianza kupotea. Kwa hiyo sasa wanakutana, wamepata mapumziko ya kama wiki moja na nusu, wanarudi kwenye mechi. Naamini kabisa kocha Ibenge na mfumo mpya ataamua kwa kutengeneza. Kikubwa ni kuwatengeneza wachezaji wake kisaikolojia, na mimi kwangu mafanikio ya Azam nayaona makubwa zaidi kama atafanikiwa kupata 100% za Gift Kitambala Bora au Jack Kingita. Kama ataweza kuwapata wale katika kiwango chao kizuri, wakaweza wakarudi kwenye ile hali ya ufungaji na kujiamini, nadhani ana nafasi kubwa sana Azam kumaliza kwenye nafasi kubwa zaidi ya juu katika ushindani huo, kwa sababu yeye ameachwa. Tofauti yake yeye na wenzake ni ile sare 8 ndio zinamtofautisha yeye na Simba na Yanga. Kama angekuwa na sare 8, na maana tungekuwa tunamuona pale juu kwenye hizo nafasi mbili za juu, angekuwepo na angekuwa miongoni mwa hizo timu. Sema yeye ana sare 8, Simba ana sare 4, Yanga ana sare 5. Kwa hiyo unaona yeye ndo ana nyingi zaidi katika msimu huu. Kwa hiyo nadhani kwa Azam wao wanapaswa kuimarika zaidi, na kocha timu watafute namna bora ya kuwatumia Gift Kitambala Bora, ni namna gani wanaweza kupata kitu kutoka kwake, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kufunga, anaweza kuisaidia timu. Nadhani kuna haja ya kocha wakati mwingine Ibenge labda ajaribu kumpunguzia majukumu, badala kumfanya kuwa azunguke sehemu kubwa ya uwanja, labda akamwambia sasa utakuwa utembee kwenye eneo dogo ili sisi tupate matokeo makubwa kutoka kwako, kwa sababu tunaamini kuna changamoto ya ufungaji, na kama wewe ni kinara wetu wa ufungaji, ukikaa pale mbele kwenye ile eneo ukawa unavizia, na hawa wakina Faisal, wakina Nado wakawa wanatengeneza nafasi kukuwekea wewe ili uweze kufunga, nadhani wanaweza kumpata Kitambala Bora. Lazima wakae naye chini, wampunguzie kidogo ili asirudi sana nyuma, kwa sababu aina yake ya uchezaji, na yeye mwenyewe akajiboresha. Nilikuwa napata nafasi weekend hii, nilikuwa naangalia clip za Zlatan Ibrahimovic, nikaangalia Jan Kola, unaona wale washambuliaji ni watu wakubwa, lakini jinsi walivyokuwa wanakimbia kwenye yale maeneo na vile vipaji vyao wanavyovionyesha, kama Gift ataweza kuchukua aina hata robo ya vile ambavyo wale bwana walikuwa wanafanya, anaweza kuwa msaada mkubwa sana kwa Azam. Akaweza kuwa anafunga kwa mashuti, akawa anafunga kwa cross, kwa vitu, kwa sababu yeye ni mrefu. Wachezaji wetu wengi wa katikati sio warefu, alafu yeye ana mwili mzuri, ana nguvu. Kama ataweza kuwamiliki vizuri mabeki, nadhani Azam ina nafasi kubwa ya kufanya mafanikio kwake, na yenyewe ikaenda kupiga hatua kubwa kuliko sasa hivi ambavyo wanatumia muda mwingi kuwa sehemu ya ukabaji. Ndio mpira wa siku hizo umebadilika, unamtaka mshambuliaji awe sehemu ya ukabaji na nini, lakini kuna wakati inabidi iangalie. Yanga wameona wamejaribu kumpunguzia Depu majukumu. Depu unamwona si mtu anayekuja sana nyuma, yuko anazagaa pale kwenye ile eneo na anawapa magoli. Ameingia amefunga goli 6. Kwa hiyo kama
Benge ataamua kumtumia Gift kwa minajili hiyo, nadhani kuna kitu kikubwa atapata kutoka kwake, na Azam itakaa kwenye mstari mzuri ambao wanautafuta kuwa miongoni mwa zile timu 2 au 3 zitakazomaliza kwenye nafasi juu. Rashid Hamisi, mchezo wa mwisho Azam wanamaliza dakika 90 bila kufunga goli. Ni dhidi ya Mashujaa. Azam ambayo imetimia ndani yake, ina watu wote, kina Idi Suleiman Ali, ina Faisal Salum Abdalla, lakini wanakwenda kukutana na timu ya daraja la Singida Black Stars. Matokeo yale ya bila kufunga goli, kuto kuruhusu goli ni kitu kizuri, lakini hujapata goli na unakwenda kucheza dhidi ya Singida Black Stars. Yale matokeo yanaweza kuwa yana akisi nini katika mchezo wao Azam dhidi ya Singida ambao watakuwa nyumbani? Of course ni matokeo mabaya kwa Azam, kwa sababu bado Azam tuna mrate kama ni title contenders as always, kutokana na ubora wa wachezaji, signing ambazo wanazifanya za miaka hii ya karibuni, lakini Azam nafikiri wanapaswa kuwa wanaelewa aina ya kubadilisha mtindo wa kucheza. Uwanja wa Lake Tanganyika ambao unazungumza kuhusiana na sare ipata dhidi ya Mashujaa ni uwanja ambao hauruhusu kupiga pasi, uwanja ambao unahitaji utumie direct football, upige mipira ya juu, watu wakimbie, wakimbizane, wapige cross, wascore. So Kinga Mkono alikuwa anajaribu namna ambavyo Jaja Kingita pamoja na Kitambala Bora kama wanaweza kuwa msaada wa Azam kwenye eneo la striking. Kitambala Bora ana mwili mkubwa, ana nguvu, hana ball control ya kutosha. Strength yake ni kucheza mipira ya juu, ana uwezo kuhold mpira, ana uwezo kuhold defenders. Kitambala Bora ili upate ubora wake inabidi timu iflow kupitia wings, ambao wao kazi yao itakuwa mipira ya mwisho ni kumpelekea Kitambala Bora nyakati ambazo yeye atakuwa amejiposition kuwa tayari kucheza mipira ya kichwa. Hapo unaweza kumkuta Kitambala Bora anaweza kufunga idadi kubwa ya magoli na kuisaidia timu. Jaja Kingita ni wanatofautiana kidogo sana na Kitambala Bora, na yeye ana hate, japo yeye sio na mwili mkubwa sana, lakini anaonekana ni mzuri kwenye kutafuta nafasi, ila ball control yake iko chini sana, sio mzuri kwenye ball control kutokana na hate yake. So na yeye kuna namna pia Azam wanapaswa kujua namna ya kuwatumia, na mimi nasema wanapaswa namna ya kuwatumia ni kwa sababu hawa hawajasajiliwa na management. Hawa mwalimu hakuwakuta, hawa ni mwalimu aliwahitaji, yeye ndo aliowahitaji, yeye ndo aliowasajili. Kwa hiyo anajua kwa 100% hawa ili wanipe ninachokitaka, anajua namna ya kuwatumia. Sasa imekuwa ni isivyo bahati, yeye kawasajili, lakini bado anateseka na namna ya kuwatumia. Hawampi kile ambacho yeye anakihitaji. Lakini kuna sometimes unaona tu timu inavyo display, unaona hawa jamaa ni kama wanateseka pale mbele, kwa sababu hawapati huduma ambayo sisi ambao hatujawasajili hatukuhusika. Unaona kabisa mahitaji ya Kitambala Bora na Jaja Kingita, Azam inahitaji kuproduce a lot of crosses, hiyo ni kushoto, hiyo ni kulia, wa produce cross nyingi kwa sababu ya mahitaji ya miili ya hawa striker ambao wanao. Lakini unaona wanawalazimisha kuingia kwenye mfumo ambao hata kama ni mimi tu mshabiki au mdau, ninawaona wa jamaa wana struggle kwa sababu wanataka kupiga through balls, wacheze, wapige pasi, watani, waweke mpira njiani. Ni kitu ambacho kinawapa wakati mgumu, lakini so far Airtel ni uwanja mzuri, uwanja ambao kama ambavyo unauona uwanja wa Azam Complex, so mpira una flow. Tutaona mechi kali, mechi ngumu, na Ibenge naamini hata kuwa na sababu kama atapoteza matokeo dhidi ya Singida Black Stars. Naam, ni kuhusiana na mchezo wa ligi kuu NBC kati ya Singida Black Stars na Azam FC ambao utachezwa kesho majira saa 10 kamili jioni pale Singida katika uwanja wa Airtel Stadium. Na tuzitazame hizi ni takwimu kwa timu zote mbili, lakini tukianza na Singida Black Stars ambao ndio watakuwa wenyeji katika mchezo huo. Katika mechi 15 wameshinda mechi 7 wakitoa sare 4, wamepoteza 4 wakifunga mabao 18 huku wakiruhusu mabao 15. Nafasi ya 6 alama 24.
Hao ni Singida Black Stars ambao ndio wenyeji katika mchezo huo. Hizo ndio namba zao katika mfululizo wa mechi ambazo wamecheza msimu huu 2025-26 kunako ligi kuu. Lakini kwa upande wa Azam wamecheza mechi 15, idadi sawa na Singida Black Stars. Lakini pia wameshinda mechi 7, idadi sawa na Singida Black Stars. Wametoa sare 8 na hapo ndipo tofauti unaanzia, lakini hawajapoteza mchezo wote, wakifunga mabao 21, kiruhusu mabao 4, wako nafasi ya 3, alama 29. Hizo ndio namba ambazo wanakwenda nazo katika mchezo ambao utakutanisha Airtel Stadium kesho pale Singida kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC baada ya mapumziko mafupi ya kalenda ya FIFA kwenye michuano ya FIFA.